Praise the Lord, hallelujah. Na kusalimia sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji siku ya leo. I take this opportunity kukaribisha kwenye ibada yetu ya siku ya leo na kwenye kipindi hiki cha Pressing On program. We are grateful to God that He have given us another opportunity to be in His presence and even to hear counsel from His word. We bless the name of the Lord. So we want to go directly once again to the word of the Lord, and I am blessed by by having such an opportunity to be together with you, my viewer and my listener. We give God all the glory. So we're going to get the readings from the book of Ephesians, chapter number 4, and verse number 27. And as we continue with our message today, tutaendelea kupata mistari ama maandiko mengine tukishapata hili la kututangulia. What we're going to read this day is part of the advices that Paul gave to the church at Ephesians. And this is what the Bible says. And give no opportunity to the devil. Ephesians 4 verse 27. And give no opportunity to the devil. Kuna mambo mengi sana ambayo Paul aliambia kanisa la Efeso, especially kuwatia nguvu, kuwaweka mizizi katika mambo ya imani na kuwafanya waweze kuelewa na kufahamu mwito wao na kusudi la Mungu kuhusu maisha yao. Hapo ndipo Paul anapoongea mambo mengi. Hakusahau kuambia katikati ya mambo mengi mnayowafanya, musimpatie ibilisi nafasi. And I want to pick that part of advice that Paul gave the church at Ephesus, and I want it to become part of the foundation of what we are going to be sharing today as we see this from the scriptures on what the Bible says on how not to give the devil an opportunity. So as we press on, tunapoendelea na safari yetu na mwito wetu wa kwenda mbinguni, na mwito wetu wa kutekeleza majukumu yetu ya kila siku, ningetaka kufahamisha ya kwamba kuna mmoja ambaye anatafuta nafasi, anatafuta opportunity. That is why Paul anasema don't give him an opportunity. Kwa mfano, mtu unaweza kuwa kwa sehemu yako ama kwa nyumba yako, wewe ndiye unaweza amua kama mgeni ataingia ama hataingia. Uko na authority. Na leo mimi napenda kuongea ya kwamba tufahamu ya kwamba wapendwa, ya kwamba tuko na authority, tuko na mamlaka on what will happen in our lives or what will not happen in our lives. And especially when you talk about the spiritual matters. Sababu wewe ukiwa katika nyumba yako, mtu akitaka kuingia, kwanza ni wewe utapeana ruhusa. As much as akitaka kuforce na kulazimisha, wewe ndio uta open up doors ama ufunge ukataze kuingia. Kwa hivyo Paulo anaposema ya kwamba msimpatie nafasi, ni kumaanisha ya kwamba ibilisi anatafuta, he want to get an opportunity. We shall see from the scriptures. Kuna mambo anataka kuja kutekeleza. Kuna shughuli ambazo anataka kuzifanya ukimpatia nafasi. But I come with the same message from Apostle Paul. This is the word of the Lord. Give the devil no opportunity. Kwa hiyo ndoa yako anatafuta opportunity. Kwa watoto wako anatafuta opportunity. Katika huduma hiyo na kanisa ambao wewe unatumikia na mbali unafanya kazi, shetani anataka kufuata opportunity. But now it is important to understand when tukimunyima nafasi, hana la ziada ila tu kuondoka. We shall see from the scripture when the Bible says that resist the devil. This is from the book of James. You are going to read it. When you resist the devil, he shall flee from you. When you allow him an opportunity, he shall accomplish his dirty missions and he shall accomplish his dirty work. But I pray this day, through the knowledge of the word of God, that we are going to be cautious. We are going to be careful. We are going to be watchful, that whenever the devil wants an opportunity in our lives, in our ministries, in our marriages, we shall say no and deny him an opportunity. Kijana unayenisikiza, msichana unayenisikiza, shetani angetaka nafasi
ili aweze kuzuia na kukataza maisha yako kuendelea. But I pray that you shall not give him an opportunity. No, the devil is an opportunist. Ni kubahatisha, ni kutafuta, anatafuta nafasi. Akipata basi anaingia, akikatazwa anaendelea na shughuli za kwake. You know, this is what Apostle Peter says in 1 Peter 5 and verse number 8. 1 Peter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. I hope now you understand. Your adversary, I want you to know, we got a common adversary. But the good thing about the adversary, the good thing is that he is an opportunist. If he doesn't get an opportunity, he shall not be able to accomplish his mission. So Peter is saying, be sober, be vigilant, because you are adversary the devil as a roaring lion, walking about, anasunguka, akitafuta mtu ararue, akitafuta doa ararue, akitafuta mtumishi wa Bwana ararue, akitafuta kijana kanisani ararue. But I pray this day we are going to adhere to the advice that the Apostle Paul gave us. We are going to give no opportunity to our adversary. You know, it is important to understand also from the book of Job. The Bible says, Job 1 verse 7, the Lord said to Satan, from where do you come? So Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth, and from walking back and forth. The adversary hapa anaulizwa na Mungu, umekuwa wapi? Yeye akajibu akasema, nimekuwa kule duniani nikiradarada, nikizunguka. Na hapo ndipo Mungu akamuuliza, umenionea mtumishi wangu Job? So my friends, it's important to say, mission ya our adversary ni kuzunguka, kuradarada. Anatafuta mtu aweze kumumeza, anatafuta mtu aweze kumharibu, asimamishe destiny ya mtu huyo. Lakini wewe, tumeambiwa na maandiko, tutakuwa soba, tutakuwa waangalifu, tutakuwa watchful, kwa sababu tukifanya hivyo tutaweza kuzuia his tactics na njia zake za kutaka kuingia. Na ndio friends, vizuri kujua unatafutwa. Na mtu akijua anatafutwa, hakaagi tu ameregea, anakuwa mwangalifu. Ukiangalia when Jesus was in the wilderness after having fasted for 40 days, baada ya fasting ya 40 days, yes, shetani amekuja kutafuta nafasi na amemjaribu mara 3. Na kama Yesu mwokozi wetu alijaribiwa, hata wewe ni vizuri kujua kwamba unatafutwa, unawindwa. Mimi nimekuja kutoa onyo kwako. Kuna mawindo inafanywa na wewe ndio unawindwa. Jamii yako inawindwa. Watoto wetu wanawindwa. We know what is happening around the world. Watoto wanauawa every other day. Na hiyo sio kazi ya Mungu inafanyika. Ni shetani anatumia watu kufanya zile kazi ya uharibifu. We cannot just sit down and watch and wait this to happen. We're going to arise and say, no to the devil. We shall not give him an opportunity. We shall only allow Jesus and the Lord of our lives to have all the opportunities and every room into our lives and in our lives and in our families and in our nations. So, I like what the Bible says in Luke chapter 4 verse 13. That when the devil had headed every temptation, he departed from him until an opportune time. I know ni vizuri kushika hiyo. Shetani amejaribu Yesu mara 3, na alipomaliza majaribio yale, maandiko imesema aliondoka kwa muda. Kwa hivyo hata kama saa hii umuoni, ameondoka tu kwa muda.
anatafuta an opportune time. And dear friend, that's why we cannot just afford to lazy around. We need to be careful, watchful, and sober, so that we don't allow the adversary of our lives to get an opportunity. Can I hear somebody say, I will not give him an opportunity? In that family, proclaim and declare, we have no room for Satan. We have no room for evil. We have no room for our adversary. Kwa nini mchungaji tumunyime nafasi? It's good to ask ourselves, what is his mission? Anakuja kufanya nini? We know Jesus alisema that I came that they may have life and have it more advanced, wapate uzima na uzima teretere. John 10:10. Lakini adversary akikuja anakuja kufanya nini? These are some of the few things that he does. Wakati adversary amepata opportunity, one of the things that he will do, he will misplace you. Atakuondoa kwa nafasi yako. We know from the book of Genesis, he got an opportunity in the Garden of Eden. Na alipoingia kule akapata opportunity kupitia ile mazungumzo. Wale walikuwa katika shamba la Eden, a good place, they were misplaced. I know you are already placed in a certain place by God, but the adversary an opportunity, he will misplace you. He will move you from your place. He will move you from that marriage. Number 2, he want to devour. Anataka kuharibu. Akikuja kitu kilikuwa kizuri kitaharibika. You know, that's why what the Bible says. Number 3, he want to hinder your progress. So mission za your adversary, nimesema the third mission, agetaka you want to hinder your progress. Anytime that the enemy is around, amepewa nafasi, mambo ilikuwa inaendelea inasimama, kitu kilikuwa kinasonga, hata kanisa ambalo lilikuwa linaendelea, wakipatia shetani nafasi, basi anahinder the progress. That is why, dear friends, by all means, we must make sure that we don't give our adversary an opportunity, because you shall not be able to press on. As much as you are saying, I am pressing on, when he gets an opportunity, he will hinder your progress. So it's important we ask ourselves, and of course we know John 10:10 says that thieves comes to steal, to kill, and to destroy. So he want to take away even what you have. Anataka kuchukua kitu kilikuweko, anachukua, anaenda anaharibu kile kilikuweko. Na kwa hivyo we cannot just sit down and allow him to have an opportunity. So I want to answer 2 questions as we continue. First question, how does he get an opportunity? What must we do? Ni wapi tunafaa, ni milango gani tunafaa tufunge ili adui asipate nafasi? Swali la pili, how can we build up resistance? So how does he get opportunities? There are a few things that I want to mention. Jambo la kwanza, all these things they have taken them from the scriptures. One of the things ambayo itafanya shetani achukue advantage kwako, because tulisema he takes advantage. He's an opportunist. One of the things is when you accept deception. Kitu kimoja shetani anatumia ni uoga. The Bible says from the book Letters of John, he is the father of lies. Now of course, akona agents, false prophets of doom. When they use deception, and when you accept the deception, you allow the enemy to have an opportunity into your life. Give you an example from the scriptures. In the Old Testament, there was this young prophet, 1 Kings 13 verse 18 to 19. You can go and you can be able to read the other parts, but I'm going to read just one portion of a young man who had a very great future. The Lord was using him, and he was sent of the Lord to go and prophesy
in a certain place. But now, and the Lord had told him, ukienda ufanye ile kazi nimekutuma, usiingie kwa mtu, usikule kitu kwa mtu, na usikunywe, na usirudi kwa ile njia wewe ulifuata. Lakini alipomaliza ile mission, tunaona verse 18, 1 Kings 13:18, and he said to him, I am a prophet as you are. And an angel spoke to me by the word of the Lord, saying, bring him back with you into your house, that he may eat bread and drink water with me. But he lied to him. Can you note that? This is a prophet, a young prophet. He met with an old prophet, ambaye alimwambia, aliposikia vinya amefanya kazi ya Mungu na mambo yale yametabiri, ishara zimeanza kuonekana. The old prophet akitumiwa na shetani akataka kuangamiza this young man. I didn't feel for him that he allowed deception, because this old prophet akakutana njiani, kamwambia, hata mimi ni nabii kama wewe, na malaika wa Mungu amenitokea usiku akaniambia mwendea huyo nabii mdogo akuje akule na akunywe. Lakini maandiko imesema alikuwa anamdanganya, because he knew kijana huyo akiacha kufuata njia za Mungu, that is the end of his destiny, that is the end of his ministry. Truly to his desire. This young man alirudi, wakakula na huyu nabii mzee na wakakunywa. Lakini mkisoma maandiko utaelewa, that was his last ministry on earth, because alipoondoka kwa njia ya Mungu through deception. This man prophet huyu alikutana na simba, akalaluliwa na simba, and he died on his way back to his own place. Why did he die? How did the enemy get an opportunity? Shetani aliingilia wapi? Through deceptions. That is why in the letter of John, utakuta John akisema, you don't believe every spirit, but test every spirit whether it is from God. Not every person who is speaking in the name of God is speaking on behalf of God. Some are false prophets. Some are wolves clothed in sheep's clothing. That is why we must be careful. We must be watchful, because whenever you see a flock of sheep, there is always a wolf around there. Wolves resides where there are sheep, and they want to enter through deception, and they destroy the sheep. So number one thing we have said, the devil will get an opportunity when you accept deception. Tuwagapi wanatolewa unabii na maneno ya unabii, wanaambiwa hivi ndivyo Bwana amesema. Now we always measure our prophecy through the word of God. We don't believe everything that has been said, because lazima tupime, because God can never contradict himself. God can never speak against himself. So whenever a person speaks, even if he says, thus says the Lord, you hear this man saying, ati hata mimi malaika wa Mungu aliniongelesha. Sasa wewe sikiria kile Mungu alisema, wacha kushikilia kile kinasema baadaye. If it is not in accordance with the scriptures, no matter who spoke, don't allow that deception. Number two, how does the enemy get an opportunity into the lives of people? Through demonic practices. Yani shetani anapata aje nafasi wakati watu wameanza kujihusisha na practices ambazo ni za kishetani, in the name of in the name of tunafanya hivi kwa sababu this is our tradition, tunafanya hivi kwa sababu ndivyo tulikuta watu wakifanya. I'm not saying every traditional is evil,
But there are some traditions that are demonic. There are some practices that are demonic. We are going to see from the scriptures. There are two major things that I'm going to mention. One of them is witchcraft. Witchcraft. Unakuta watu wanajihusisha kwa uganga na uchawi ili waendelee. Kumbe kuliko waendelee, ni mlango amefungua kwa jamii na familia ili shetani apate nafasi. Unajua inzi zinakwendaga mahali ambapo kuna kitu ya kuvutia. Kama kuna ufudo mbaya, hapo ndipo utakuta inzi. Na demons zitaangalia ni mambo gani ambayo inawavutia, na zikikuta practices za kwao zikifanywa kwa jamii, kwa taifa, kwa maisha ya mtu, kwa biashara, wewe unafikiria ni kuendelea, kumbe ni mlango unafungua. Witchcraft. Number 2, kitu inaitwa necromancy. Necromancy iko kwa Biblia, ni kwenda kuongea na watu waliokufa, kufanya ibada za wafu, kutoa sacrifices kwa watu waliokufa, ama kufanya mazungumzo kwa makaburi. Those two things, there are many. Of course there is divination and the rest. But I want to mention these two because they are common in our days. People are practicing witchcraft. People are practicing necromancy, going to consult the dead. Ati kuna damu lazima imwagwe ndio mababu wakunywe. Kuna kitu lazima itolewe ndio mababu wakunywe. My friend, wacha wale waliokufa waendelee kukufa, na sisi tulio hai hatuna deni ya mtu, maana kweli kabisa hata ile tulikuwa nayo Kristo ametuondolea. Sawa, kuna mtu mmoja hapa kwa scriptures, maybe to mention a few of these things, ile wakati aturuhusu. Kuna mtu anaitwa Saul. Wakati of course Saul tunajua alikuwa anafanya kazi akiwa mfalme wa kwanza wa familia ya Israeli, when they demanded to have a king, and he served in the days of Samuel the prophet. So when Samuel died, listen to this. When Samuel died, Saul wanted to consult Samuel, but remember Samuel is now dead. So this is what the Bible says. 1 Samuel 28 verse 3, and then we are going to read verse 15. Verse 3 nasema, meanwhile Samuel had died, and all Israel had mourned for him. He was buried in Ramah, his hometown. And Saul had banned from the land of Israel all mediums and those who consult the spirits of the dead. Saul knew, na alikuwa amesimamisha kwa Israeli mzima, kusiwahi onekana mtu ambaye anaenda kuomba mashauri kwa maroho ya watu waliokufa. So yeye alipoingia kwa shida, kile alikuwa amekataza, akaambia watu sasa nipelekeni. Let me continue reading, maybe for better understanding. Saul akaenda kwa mama ambaye alikuwa mchawi, amwamshie the spirit of Saul. So this is what is happening when Saul went to consult the spirit of the dead. Verse 15, 1 Samuel 28 verse 15. I read down one. You see what happens. Why have you disturbed me by calling back? Samuel asked Saul, because I am in deep trouble. Saul replied, the Philistines are at war with me, and God has left me, and won't reply by prophets or dream. So I have called for you to tell me what to do. Please, let me I want you to understand. Yule Samuel anaongea saa hii ni Samuel ambaye amefufuliwa na mchawi. Na Samuel anamuuliza Saul, kwa nini umeniamsha? Saul anasema, mimi niko kwa shida. That is why watu wanasema leo, nikiwa na shida hii lazima nikuwe ni mababu. Kama hii haifanyiki, lazima ni kitu kingine haifanyiki ama haikufanywa. But I come with the word of God. I come to a new child of God. Don't open doors to the spirits of the dead, because you are opening a door to the devil.
So akasema ni kweli kabisa, mimi nimekuamusha kwa sababu Mungu haniongeleshi. Sasa unaenda kustaki Mungu kwa mtu amekufa. Mungu haniongeleshi. Sasa nataka wewe uniambie vile nitafanya. Ni kweli ukitaka consult the dead, mtaongea na wao. Lakini wao waliokufa hawawezi rudi huku tuko. Wewe ndio utaenda kule walienda, kwa sababu waliokufa wanafaa waruhusiwe waendelee kukufa mpaka siku ya kiyama. So hivi ndivyo kunafanyika. Verse 16. But Samuel replied, why ask me, since the Lord has left you and become your enemy? Verse 18. The Lord has done this to you today because you refuse to carry out his fierce anger against the Amalekites. Verse 19. What's more, the Lord will hand you and the army of Israel over to the Philistines tomorrow. And you and your sons will be here with me. The Lord will bring down the entire army of Israel in defeat. Now that one makes me worry. Saulo ameenda kuuliza mashauri kwa watu waliokufa. Wengine nasikia wanaita gomi, waliokufa, waliorara. Alipewa ni kweli, aliambiwa kile alikuwa anataka kujua, alijua. Aliambiwa ni kweli, kesho Mungu atampeana Israeli mzima kwa Wafilisti. Lakini wewe na watoto wako wawili tunawataka pande hii. Sasa Saulo, umekufa nini? Umefukua mwao kwa nini? And it is true. Saul the following day, together with his two sons, they died. How did the enemy get an opportunity? How did death come to their family? Because they consulted the spirits of death, the spirit of the dead, the practicing demonic practices. My friend, as much as we want to maintain our traditions and what our forefathers used to do, we must also remember there are dangers of such things when we start practicing them. Before you practice a thing, please wait with the scriptures. I said God will never contradict himself. So number 3, how does the enemy get an opportunity? Emptiness in the life of a believer. Emptiness, kuwa tupu, emptiness. Taelewa hivyo kutoka kwa maandiko. Lazima tuhakikishe ya kwamba our spirits are not empty. Maisha yetu ya rohoni haiko tupu. Maandiko inasema hivi kwenye Matthew 12 verse 43, kwenda hapo chini. Matthew 12:43, kwenda hapo chini. When the unclean spirit has gone out of a person, it passes through the waterless places seeking rest, but it finds none. Then it says, I will return to my house from which I came. And when it comes, it finds the house empty, swept, and put in order. Then it goes and it brings with it 7 other spirits, more evil than itself. And they enter and dwell there. And the last state of that person is worse than the first. So also will it be with this evil generation. Now, my friends, we need to close because we cannot be able to finish this message. But now, the other thing that we must be cautious about ni kuweka maisha yetu ikiwa empty. Maandiko imesema roho zile chafu zikitoka ndani ya mtu huwa zinaenda kurandaranda kule nyikani, na zikienda zinakosa mahali pa kutulia. Alafu zinasema tutarudi kwa ile nyumba tulitoka, na hiyo nyumba ni wewe. That's why hatuwezi kuchezea wokovu. Hatuwezi kufikiria kubackslide. Hatuwezi fikiria kuweka mzaha kwa mambo ya Mungu. We must press on in our commitment, in our faithfulness to God. So zikienda zikirudi, at when they come back, zikikuta nyumba ile ni safi, iko na mpango, because this is what happened when you give your life to Jesus. Unasafishwa, unaondolewa takataka, unakuwa na order. That's why every person need to give their life to Jesus. It's never in vain to give your life to Jesus. When the evil spirits comes back, zikute wewe hauna kitu, hauna neno, hauna maombi, hauna chochote kile, ati zitakuja
na ziende zingine 7, na hali ya mtu yule ilikuwa baya kuliko ile mtu ile hali yake ya kwanza. That is why we are about tumeamini, tuendelee kuamini. Sisi tumeokoka, tuendelee kwa wokovu, because any times we stay empty. That is why we need to go to church. That is why you need to attend fellowships. That is why you need to attend conferences. That is why you need to read your Bible. What are you doing? You are feeding your spirit. You are feeding your house. You are saying, telling Jesus, this house belongs to you. When that is done, the enemy, even when he tries to come, he will never get an opportunity. So the last thing that I'm going to mention, how the enemy gets an opportunity into your life. The last thing is when we allow anger to control our lives. Anger, hasira. This is what the Bible says, James 1 verse 19 to verse 20. James 1, 19 to verse 20. Know this, my beloved brothers. Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the anger of man does not produce righteousness. The anger of man does not produce the righteousness of God. So there is something I want to see here. Wakati tumeruhusu kutawaliwa na hasira, hasira haiwezi kuleta utakatifu. Na kwa hivyo ni vizuri kusema, ikiapokuwa maandiko inasema tukasirike lakini tusiruhusu jioni ifike tukiwa na ile hasira, yatupasa to control anger, because the enemy will use your anger to accomplish his mission. You see, umekuta watu wamekasirishana, anapiga mwenzake risasi, mwingine amekasirika, amemuua mke wake, ameua mtoto, hasira tu. Mshawahi sikia mama amepiga mtoto ati kwa sababu alichukua 50 shillings na anamuua. Sasa nini inafanyika hapo? Hasira ile imetumika kama kiingilio cha adui katika jamii lile. So my friends, even if we are going to be angry, we shall not be controlled by anger. We should manage our anger, because when we don't manage our anger, that will become an entry point of our adversary. I read the last scripture. So about Cain. Mnajua Cain aliua ndugu yake. Hii kitu ya kuuana imekuwa nyingi sana kwa nchi yetu. Kuuana. Huyu ameua huyu, huyu amefanya hivi, watu wanauana. Na out of kile kinasa hii mauaji, mingi ni anger. You are angry with yourself, you are angry with the nation, you are angry with your performance, you are angry with every person. So you think the best thing to do is to kill or to eliminate that other person. But you know, Cain was the first person who killed. I said the other time that Cain ndiye alikuwa wa kwanza kuua. Na aliua kwa sababu gani? Ya anger. This is what the Lord said to Cain. Genesis 4 verse 6. The Lord said to Cain, why are you angry? And why has your face fallen? If you do well, shall you not be accepted? And if you does not do well, sin wait for you at the door. And to you shall be his desire, but you shall rule over him. I come to speak to you, child of God. Rule over that anger. Kaini ametokea mbele za Mungu akiwa na hasira. Mungu akamuuliza, kwa nini ndugu yako Kaini umekasirika? Si kama ungefanya vizuri kukubaliwa. So ujue hivi Kaini kutoka mahali huko, hasira ama dhambi inakukojea mlangoni. Na inakuotea. Hiyo dhambi ni shetani. Na ni adversary. Lakini anaambiwa kama utatawala, unafaa utawale, unafaa uishinde. Na of course unajua ya kwamba Cain hakuweza kushinda anga, alienda akatafuta ndugu yake na akamuua. Why? Anger becomes an entry point for the devil. We will continue with this message next time. We finish with how the enemy gets opportunities, and then we're going to do the last part, how to build up resistance. So may the Lord bless you. And going with what you now know, don't give the devil an opportunity. Say no to the devil. Resist the devil. He shall flee away from you. Let us pray. Precious Lord and everlasting Father, we thank you for your word. We now know that the enemy is looking for an opportunity. And from your word, we know that the Bible says we should not give him an opportunity.
I pray that the enemy shall not get an opportunity in that family. Will not get an opportunity even in our nation, Kenya. We pray that the enemy will not get an opportunity even in that church, that ministry. Lord, I pray that you're going to help us to stand firm and resist and know when the enemy is coming in, that we may deny him an opportunity. I pray in the name of Jesus Christ, and you're going to help us, children, your children, to continue being vigilant, being sober, so that we can deny the devil an opportunity. Thank you for your word. We receive it. We choose to give Jesus Christ every opportunity of our lives, every control of our lives. Jesus is Lord of our lives. We thank you, Father, for in Jesus' name we pray and believe. Amen. If you are not born again, the greatest danger in this life is to live a life without Jesus. Because if your house is empty, if you have not Jesus in your life, then automatically your house will get another occupant. And I beseech you, my friend, allow Jesus to be the occupant of your house. And with Jesus in you, the enemy will not have an opportunity. Say this prayer after me. Say, Lord Jesus, I am a sinner in need of a Savior. Have mercy on me. I allow you to enter into my life, to become the Lord and the Savior of my soul. I'm now born again and I'm a child of God. So may the Lord bless you. Kama umefanya maombi hayo, amini umeokoka. Tafuta kanisa mahali wanahubiri injili ya kweli. Eda ukajazwe na mambo ya Mungu. Eda ukajazwe na Roho Mtakatifu. Eda ukajazwe na mafundisho. Naye adui hatapata nafasi kwako. Mungu amani akubariki. Tuonane kwenye wakati mwingine kwenye ibada hii ya Pressing On ambao tunawaletea kupitia televisheni ya EBN. God bless you. Shalom, shalom. Don't give the devil an opportunity. Amen.